Ndugu waandishi wa habari, mmesikia kwamba jimbo la Mbeya mjini limegawanyika. Jimbo la Mbeya limegawanyika, lakini hapa tuna majimbo mawili sasa. Jimbo la Uyole na jimbo la Mbeya mjini. Na mheshimiwa mbunge ambaye ni spika, jana nanyi mmeshuhudia, ameweka wazi bayana kwamba yeye rasmi atakwenda kugombea jimbo la Uyole. Sasa katika adhma hiyo hiyo, mimi mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya ya Mbeya mjini, nimeona sasa ni muda mwafaka, sababu nilikuwa na nia, lakini kaona ngoja nisubiri kwanza mbunge aseme atakwenda jimbo gani. Kwa hiyo nataka kusema rasmi kwenu kwamba mimi nimejipima vizuri, sababu ni mwenyekiti ambaye nimesimamia chama kwa vipindi vyote viwili, lakini ndio mwenyekiti ambaye nimekuwepo kwenye pilika zote za kutoa chama hiki kwenye upinzani kuja kwenye chama chetu cha Mapinduzi, na tukampata mbunge nguli na mahiri. Kwa hiyo nimejipima vizuri kwamba mimi naweza kutia nia kwenye jimbo hili ambalo sasa liko wazi. Jimbo la Mbeya mjini halina mbunge, jimbo ambalo liko wazi. Kwa hiyo nimejitafakari vizuri kwa ushirikiano wa wananchi ambao tumekuwa tukiufanya ndani ya chama na nje ya chama, kwamba natia nia, na nina sababu za kufanya hivyo na zingine nimezieleza, kwamba tutaendelea kushirikiana na wananchi vizuri. Chama changu ukifika wakati kikiniteua, nina uhakika kwamba tutashirikiana vizuri na wananchi kuendelea kuwaletea maendeleo. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti wa wilaya ya Mbeya mjini, nimeona kwa namna ambavyo tumeshirikiana vizuri na wananchi, kwa namna ambavyo tumeshirikiana vizuri na wanachama, nitaweka nia yangu ya dhati kabisa kwenye jimbo hili la Mbeya mjini wakati ukifika, na michakato mingine itaendelea. Na hapa chama chetu ni chama cha demokrasia. Wasije wakaona kwa sababu mimi mwenyekiti nimetia nia watu wakarudi nyuma wakaogopa. Tunawakaribisha wanachama wenye sifa ambao watajipima na kuona kwamba wanaweza kutia nia, waje kwa wingi kabisa. Chama chetu kina utaratibu, ni chama chenye demokrasia, ni chama ambacho kitafanya maamuzi. Kwa hiyo watu wasiogope kwa sababu mwenyekiti nimetia nia wakarudi nyuma, hapana. Tunawakaribisha watu waje kugombea, watu waje kuchukua fomu ukifika wakati. Ila na mimi nimesema nia, kusema nia kwenye chama chetu sio dhambi. Sio dhambi hata kidogo. Kwa hiyo na mimi nimeona niweke bayana jambo hilo. Naomba nichukue nafasi hii kwanza kumpongeza Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye yeye ni rais wetu, lakini pia ni mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi katika nchi yetu hii. Nimeanza kwa kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa sababu yeye ndo ambaye amesababisha sisi kuwepo hapa, lakini pia yeye pia ndo aliyesababisha Mbeya yetu hii kubadilika na kugeuka. Mbeya iliyokuwepo kipindi cha nyuma miaka 5 iliyopita ya Dr. Samia Suluhu Hassan, uwezo ukailinganisha na Mbeya ya sasa. Lakini sambamba na hilo, nichukue nafasi hii pia kumpongeza Mheshimiwa mbunge Dr. Tulia Ackson, ambaye amekuwa mbunge wetu kwa kipindi cha miaka 10. Miaka 5 ya kuteuliwa na Mheshimiwa Rais marehemu Dr. John Pombe Magufuli, lakini miaka 5 ambayo alichaguliwa na wanambea kwa kura za ndani nyingi sana, lakini pia na wananchi walimchagua kwa kura nyingi sana kwa kishindo. Kwa hiyo nimpongeze Mheshimiwa mbunge Dr. Tulia Ackson kwa kazi nyingi ambazo amezifanya tangu amekuwa mbunge. Ni mambo mengi sana ameyafanya. Mbeya yetu imebadilika. Nanyi mtakuwa mashuhuda na mashahidi. Mbeya iliyokuwepo kipindi cha miaka 5 iliyopita sio Mbeya ya leo. Kwa hiyo Mbeya imebadilika sana.